Nafuatilia Mheshimiwa Mwenyekiti mambo yanayofanyika katika nchi hii kwa hivi sasa. Watalii wameongezeka, mapato yameongezeka, pato la taifa, mchango wa utalii kwenye pato la taifa umefikia 17.2. Jirani zangu hapa, majirani zangu mnawafahamu, wana 7%, Rwanda wana 9%, Uganda wana 6.7%. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni maendeleo makubwa sana. Siku zote nimeongea na nitarudia tena leo. Njia pekee ya kuisaidia Tanzania kama nchi kutoka kwenye umaskini ni kutumia maliasili ambazo Mungu alitupatia. Mchango wa sekta katika nchi hii uweze kuongezeka kwenye pato la taifa. Siku tukifanikiwa sekta zote za uchumi wa nchi hii zikachangia kwenye pato la taifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, umaskini utaondoka. Na hii imeanza kuonekana kwenye utalii. Pato limeongezeka ndani ya miaka 3-4, tumetoka bilioni 1 mpaka bilioni 4, tunaelekea bilioni 5. Sasa hii ikifanyika kwenye madini, ikafanyika kwenye kilimo, ikafanyika kwenye uvuvi, umaskini wa nchi yetu utaondoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaenda mbele, kuna mambo matatu muhimu sana sasa kuyasahau. La kwanza, kama alivyozungumza Mheshimiwa Nassari, kule kwangu Buchosa iko shida ya tozo ya kuingia kwenye hifadhi. Nimeshazungumza sana na mkurugenzi wa TFS, rafiki yangu sana, mtu mzuri, mtu mwema, mkarimu, Dos Santos. Akaniambia ni kwa mujibu wa sheria. Sisi wabunge tumetunga sheria, basi hiyo sheria iletwe bungeni tuirekebishe. Nikamfuata waziri, nimeongea naye sana Mheshimiwa Waziri. Dada shemeji yangu, mtu mkarimu, mtu rahimu, lakini majibu kupata majibu ya kuridhisha. Inakuwaje pale Buchosa, Mheshimiwa Mwenyekiti? Buchosa kuna hifadhi kule Kome, inaitwa hifadhi ya Kome. Upande wa pili wa hifadhi wananchi wamepewa eneo wanafanya shughuli za uvuvi, ni ziwani. Lakini wananchi wanaishi eneo kabla hujafika kwenye hifadhi. Kwa hiyo inawalazimu kila siku kulipa 3,000 kwenda kufanya shughuli za uvuvi kule upande wa pili. Ili uende kuvua lazima upite kwenye msitu, kwenye hifadhi. Unalipa 3,000. Wananchi wanalalamika. Jana nimepigiwa simu kutoka kisiwa cha Maisome, wananchi wanapigwa. Nimeshamweleza rafiki yangu Dos Santos. Anasema kwamba mbona kule chini hamna matatizo? Namwambia watu wako wanakudanganya. Nenda mwenyewe ukashuhudie, kuna mateso na wananchi wanavyonisikia hivi sasa wanalalamika. Tukamwambia basi hii tozo muipunguze, 3,000 kila siku hawezi kumudu watu wangu. Sijapata majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swala hilo lizingatiwe. Jambo la pili kwa Buchosa ni mamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wangu bado wanaliwa na mamba. Nishazungumza hapa ndani, nishasema sana, nimepoteza watu 32 ndani ya miaka 5. Wameliwa na mamba, Mheshimiwa Mwenyekiti. Siwezi kukubali watu wangu waendelee kuliwa na mamba nikiwa hapa bungeni. Naishukuru sana wizara imetujengea vizimba, lakini vizimba utajenga kila mahali. Ndio fedha ya kujenga kizimba Kanyara, kizimba Ruhama, kizimba Kaunda haitawezekana. Mimi nimewaeleza. Kitu pekee cha kufanya hapa sio vizimba peke yake. Mamba wamezidi. Idadi ya mamba imekuwa kubwa. Sensa ya mamba mmefanya 1985. Nendeni mkawavune mamba wapungue. Watu wanaliwa. Ukiwaeleza wanasema mamba wanalindwa na sheria ya kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haki ya kuishi ni haki ya binadamu, ni haki ya kwanza. Nani aishi? Mamba au aishi binadamu? Aishi binadamu kwanza. Kwa hiyo ninachokiomba mimi ifanyike sensa afu mamba hawa wavunwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la 3. Barabara ya lami inajengwa. Kakaangu Tabasamu yuko hapa. Tumepambana, tunajenga barabara ya lami toka Sengerema mpaka Nyeunge baadaye Kahunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pale Kahunda tufunguliwe geti kwa ajili ya kwenda kwenye hifadhi ya Rubondo. Ili watalii watoke Mwanza waende mpaka Kahunda, wapite kwenye geti la Kahunda kwenda Rubondo kilomita 50. Ni karibu zaidi. Hiyo itasaidia nchi yetu kupata watalii, lakini itasaidia halmashauri yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya utalii ni kama biashara nyingine yoyote. Ni mapambano. Tunapambana na Kenya, tunapambana na South Africa, tunapambana na nyingine nyingi sana. Naomba TTB iwe empowered. Ipewe nguvu, ipewe fedha. Na sio fedha peke yake, muwape fedha na baadaye muwape independence, freedom, ili waweze kufanya kazi kwa akili zao. Tuondoe political intervention. Tunawatafuta watu wazuri kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitakwambia ukweli. Namwamini Salama Mafuru. Namwamini Mafuru tangu akiwa TBL, ameenda sukari, amechukulia kwenda South Africa mambo ya marketing. Amefanya kazi nzuri mno. Lakini kafika TTB pale namuona amezubaa tu.
Mafuru vipi basi, kuelewi? Ananiambia kaka, tunaendelea hivyo hivyo kimjini mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapeni fedha wafanye kazi, wana uwezo na msiwaingilie. Na zaidi ya hayo, wainvest sana kwenye digital marketing. Marketing ya leo sio kubandika bandika mabango. Watu wako kwenye mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nasoma hapa sasa hivi. Nimesema where to visit in Africa. Hapa tu nimekaa nikakuta Serengeti haijatajwa kama destination ya kwanza. Na ujanja unafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika moja tu. Marketing ya kwenye mtandao sio tu kwamba inahitaji kupost. Kuna algorithm. Unapoposti ili uonekane wa kwanza pale juu kwenye Google, kuna vitu vinafanyika. DTB, nisikilizeni. Tafuteni watu wenye influence duniani, waposti mambo yenu. Tafuteni waandishi, websites, celebrities, influencers, ili hao watu wakikuposti leo, mtu akitaka kusafiri duniani, hata mwenyekiti wewe ukitaka kusafiri unaandikaje? Nataka kwenda Tanzania, nitembelee wapi? Majibu utakayoyapata kule ndio nako kwenda. Influence iko kwenye mtandao. Asante sana. Asante sana. Alitumia neno tunapambana, nadhani alitaka kusema tunashindana.